Suala la kujaza la sheria la gharama za uchaguzi halihusiani na upataji wa ruzuku, wala sheria ya gharama za uchaguzi haipo kumonita fedha ya ruzuku. Sheria za gharama za uchaguzi ipo kudhibiti matumizi ya fedha kupitiliza kiwango ambacho kimewekwa na sheria. Sheria hii imekuja kuweka ukomo wa matumizi ya fedha, yaani kuondoa ile dhana ya kwamba demokrasia itanunuliwa kwa fedha. Ukiachia tu watu watumie fedha wanavyotaka katika demokrasia, basi utafika wakati wenye fedha ndio watakuwa wanakamata uongozi wa nchi. Kwa hiyo ujio wa sheria hii ni kudhibiti matumizi makubwa ya fedha. Kwa hiyo ndio maana kuna ukomo katika ile sheria. Lengo ni kukontrol ule ukomo. Kwenye ubunge kuna kiwango chake, kwenye nafasi ya urais kuna kiwango chake, kwenye nafasi ya udiwani kuna kiwango chake cha matumizi ya fedha. Hutakiwi kupitisha kiwango hicho ambacho kimewekwa na sheria. Sasa kuelekezwa kujaza fomu za gharama za uchaguzi, kwanza ni kukontrol matumizi. La pili, kuangalia pia vyanzo vya fedha ambavyo vyama vipata. Hizo fedha umetoa wapi? Tunajua nchi zetu hizi changa kiuchumi. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa ya kupokea fedha katika vyanzo ambavyo si halali, vyanzo ambavyo pengine nia yake ni kuinunua nchi kupitia vyama vya siasa. Kama zitatoka fedha sehemu ambazo si halali na kuja kwa nia ovu, kesho kutwa utapata watu ambao si halali watakuwa wamekaa madarakani, lakini kwa migongo ya watu ambao wako nje ya nchi hii pia. Kwa hiyo hata usalama wa nchi nao utakuwa uko matatizoni. Kwa hiyo ndio maana hizi sheria imekuja kutizama kwamba je, fedha hizi kwanza unataka kuzitumia umezitoa wapi, chanzo chake kijulikane, lakini je, umetumia kwenye nini na kwa kiwango gani? Kwa hiyo swali la ruzuku halina uhusiano kabisa na sheria hii ya gharama za uchaguzi. So whether unapata ruzuku, whether upati ruzuku, unatakiwa uoneshe matumizi, uoneshe na source yako ya income. Kwa sababu swali la ruzuku lilikuwepo wakati vyama vingi vinaanzishwa. Ruzuku zilitolewa na vyama vingi vilianzishwa pale, lakini vingine vilianzishwa kwa sababu ya kufuata hiyo ruzuku, na watu vyama vikagombana vikaparaganyika kwa sababu ya hiyo ruzuku. Baadaye ruzuku ikafanya nini? Ikaondoshwa. Sasa ni jambo jema unalozungumza kuwa na ruzuku, lakini ruzuku peke yake haitoshi ukiwezesha chama kujiendesha mpaka wakati wa uchaguzi. Peke yake ruzuku haitoshi, kwa sababu ukiangalia hata hivyo vinaopata ruzuku sio ruzuku tu ambayo ndio inasaidia kwenye kampeni, wana vyanzo vyao vingine. Ukizungumzia chama kikubwa kama Chama cha Mapinduzi, kina miradi mingi, kimewekeza maeneo mengi. Kwa hiyo unakuta ruzuku ni sehemu tu ya mapato yao ya kuendesha chama, na hata kwenye kampeni huoni kama bajeti yao inategemea ruzuku, kwa sababu fedha ya ruzuku inakuja kila mwezi na itakuwa unaipata kila mwezi kutokana na mgao na uwezo wako wa chama kuwa na uwakilishi kwenye bunge au kwenye udiwani au namba ya kura za urais ambazo ulizipata. Kwa hiyo ruzuku tu peke yake sio kichecheo pia cha kwamba kuvifanya vyama viende kwenye uwanja sawa. Bado vitakuwa vina changamoto, kwa sababu wanahitaji kuendesha ofisi zao kutumia hiyo ruzuku. Wanahitaji kufanya kampeni wakati wa kampeni kutumia hiyo ruzuku. Kwa hiyo pia uwepo wa ruzuku ni jambo ambalo linazungumzwa sasa, na ofisi ya msajili imekuwa kupitia ripoti ya kikosi kazi ikiomba serikali kulifikiria tena hili, kwa sababu wakati ule ripoti ya kikosi kazi ya Mheshimiwa Rais lilipendekezwa swali la ruzuku na kikosi kazi ilipitisha. Sasa implementation yake inaweza ikawa imechukua muda, lakini kupitia pia media zenu hizi tumekuwa tukizungumza na serikali, kwa sababu sisi ni waunganishi baina serikali na vyama vya siasa, kuomba kwamba swala hili liangaliwe upya ili kuviwezesha vyama kusimama katika demokrasia ya Tanzania.